Jeshi la Sudani limezishutumu Ethiopia na Umoja wa Falme za Kiarabu kuhusika katika shambulizi la droni lililolenga uwanja wa ndege wa kimataifa Khartoum siku ya Jumatatu. Msemaji wa jeshi hilo Brigedia Jenerali Assimi Awadi amesema serikali ya Sudani ina ushahidi unaoonyesha kuwa shambulio hilo pamoja na mashambulizi mengine katika majimbo mbalimbali yalifanywa yakitokea katika uwanja wa ndege wa Baherdar nchini Ethiopia, huku yakihusishwa pia na Umoja wa Falme za Kiarabu. Hata hivyo, hakuna taarifa zilizothibitishwa kuhusu majeruhi waliotokana na mashambulizi hayo ya Jumatatu. Hii ni kwa mujibu wa shirika la utangazaji la Reuters. Nchi zinazotuhumiwa hazijatoa kauli yoyote ya haraka kujibu madai hayo. Aidha, shirika hilo limesema halikuweza kuthibitisha kwa uhuru juu ya tuhuma zilizotolewa. Na kufuatia tukio hilo, Sudani imemrejesha nyumbani balozi wake aliyekuwa nchini Ethiopia, hatua ambayo inaashiria kuongezeka kwa mvutano wa kidiplomasia. Katika miaka ya hivi karibuni, Sudani imekuwa na mzozo mkali wa ndani kati ya jeshi la serikali na makundi ya kijeshi hasimu, hali inayosababisha kuyumba kwa usalama na miundombinu muhimu kushambuliwa mara kwa mara. Mji mkuu wa Khartoum umekuwa kitovu cha mapigano, huku mashambulizi ya anga na ya ardhini yakiripotiwa kuathiri maeneo ya kiraia pamoja na taasisi za umma. Hata hivyo, uhusiano kati ya Sudani na Ethiopia umekuwa wa wasiwasi kwa muda mrefu, hasa kutokana na mivutano ya mipaka na masuala ya kisiasa katika ukanda wa pembe ya Afrika. Mji wa Baherdar unatajwa katika madai hayo, uko karibu na maeneo yenye umuhimu wa kimkakati, jambo linaloongeza uzito wa tuhuma hizo, ingawa bado hazijathibitishwa rasmi. Kwa upande mwingine, Umoja wa Falme za Kiarabu umetajwa mara kadhaa katika ripoti mbalimbali za kimataifa kuhusishwa kwa njia tofauti na mzozo wa kikanda, ingawa mara nyingi umekanusha kuhusika moja kwa moja katika mashambulizi ya kijeshi. Tuhuma hizi mpya zinaongeza shinikizo la kidiplomasia na kuchochea mijadala mipana kuhusu nafasi ya mataifa ya nje katika migogoro ya Afrika. Kwa sasa hali nchini Sudani inaendelea kuwa tete, huku mashambulizi ya mara kwa mara yakiripotiwa katika maeneo tofauti ya nchi hiyo. Jumuiya ya kimataifa imeendelea kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano na kutafuta suluhu ya amani, lakini hadi sasa juhudi hizo hazijaleta mafanikio makubwa, hali inayoacha raia wengi katika mazingira magumu ya kibinadamu. Kwa mujibu wa ripoti za hivi karibuni kwa mwaka 2026 zinaonyesha vita nchini Sudani vimesababisha zaidi ya watu 20,000 kuthibitishwa kufariki, lakini mashirika ya kibinadamu yanaonya kuwa idadi halisi inaweza kuwa kubwa zaidi, hata kufikia zaidi ya watu 150,000 au zaidi, kutokana na vifo vilivyoripotiwa na vile vinavyotokana na njaa, magonjwa na ukosefu wa huduma za afya. Hii pia inaonyesha kuwa takwimu za vifo bado hazijatofautiana kulingana na chanzo, lakini kwa ujumla zinaendelea kuongezeka kadri vita vinavyoendelea. Kwa upande wa wakimbizi na watu waliokimbia makazi yao, hali ni mbaya zaidi kwa mwaka 2026, ambapo takwimu zinaonyesha zaidi ya watu milioni 11.5 hadi watu milioni 14 wamelazimika kuhama makazi yao, wakiwemo zaidi ya watu milioni 6 hadi 7 walioko ndani ya nchi hiyo na zaidi ya watu milioni 4 waliokimbilia nchi jirani. Hii inafanya mgogoro wa Sudani kuwa miongoni mwa migogoro mikubwa zaidi ya wakimbizi duniani kwa sasa, huku mahitaji ya msaada wa kibinadamu yakizidi kuongezeka kila mwaka. Mimi ni Yusuf Athmani na hii ni The Loyal Media.